Ujumbe tunaotoa umma ni ushirikiano ili kuweza kuwasaidia wenzetu vijana especially walioko nyuma yetu ambao kwa sasa hakuna namna yoyote, hatuwezi kabisa kukuza vipawa. Jambo la kushangaza, hata jana pia huyu mkufunzi mpya wa kikosi cha taifa tumechukuliwa mtu mmoja tu kwa timu ya Bandari. Hakuna, na vipawa viko, lakini namna ya kuvichupuza na kuvionekane hamna. Tushukuru tunaye mwenyekiti wa FKF ambaye ametupa ushirikiano wa hali ya juu sana, na tutashirikiana naye ili kuhakikisha viwanja vimepatikana na vipawa vimekuzwa kwa maisha ya mbeleni ya vijana wetu. Na uhalifu pia umepungua. Na hili swala la viwanja vya michezo ni muhimu sana katika jamii. Tunatengeza manyumba makubwa kila pahali ndani ya mji, lakini watoto wetu hawana pale pa kucheza. Pati ya matatizo ya umma wetu sasa hivi, vijana kusikia wanaingia kwenye mihadarati ama vipanga ama nini, ni kwa sababu zile sehemu za kucheza zimechukuliwa na watu hawaangalii nyuma. Ukiangalia leo Tononoka ground haitumiki, tulikuwa na Shimanzi, tulikuwa na ground nyingi. Ukivuka upande wa Kisauni hivyo viwanja vingi vimechukuliwa. Na mimi kwa kauli mbiu yangu ambayo nataka kumalizia nayo ni kuhimiza governor wa Mombasa, kwa sababu sisi tunajua yeye ni mmoja katika wale members wa kikosi ambacho kimewekwa. Kuna pesa za serikali zinaletwa kuangalia kununua ardhi na kuwapatia watu. Mimi nawaambia kwamba jambo la kwanza wangeangalia hawa ni kuangalia kwamba viwanja vya michezo ambavyo viko katika mikono na title za watu wengine, kwanza hivi viwanja vinunuliwe, so that county wa own vile viwanja. Mfano mdogo nitakupa haraka ni kiwanja cha Kishada Mwandoni. Kile kiwanja katika pesa za kwanza zikiingia kinunuliwe kiwanja cha Kishada, na Changamwe kiko hivyo na Likoni viko hivyo. Viwanja vimilikiwe na county ili kwa niaba ya wananchi wa watu wa Mombasa. Baada ile ilipotokea Ziwani ground, mambo ya ile drainage problem na ground, wakazi wakatubidi tukatufuata kuwa ni muhimu si tuungane. Tukabidi tukutane na ndugu zangu chairman wetu bwana Abdalla Ibrahim Dadala, tukachukua reinforcement ya bwana Ibrahim Babagida, Alamin, Karimu. Hii ndio tukakutana. Tukapata blessing ya raia kuwa bwana nyinyi ndio mnaweza kutetea, kwa sababu for more than 20 years kulikuwa na slums pale zilishindwa kuondolewa. Kwa uwezo wetu sisi tukishirikiana na county government tusaidia tukamaliza ile slums, kiwanja drainage imetengenezeka, na sasa hii tunafikiria ku-upgrade the ground. So ile pressure tulipata kwa wakazi wa majengo ni kuwa kwa nini sisi ikiwa tuweza kufanya mambo hili, kwa nini hatuunganishi umma? Ndio leo tumekutana hapa. Hii hapa tumefanya without funds from no politician. We have no problem with politician ndugu zetu, lakini we did not take any single cent from politician, and this is not a political meeting. Hii ni gathering ya sisi tukutane na how the community, we can give the community power to show that they can do things for themselves.